Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza namshukuru Mungu kwa uzima na amani, na pia namshukuru Mungu kwa kunifikisha mahali nilipo sasa. Si kwa akili zangu wala kwa nguvu zangu, imegharimu mkono wake tu. Siku ya leo ningependa tuongelee neno roho ya wivu. Roho ya wivu inaweza kutufanya tukakosa mema. Roho ya wivu inaweza kutufanya tukaweza kuharibu au kusababishia mtu kitu ndani mwake. Roho ya wivu inaweza kukufanya ukaua au ukamtendea mtu ubaya. Roho ya wivu inaweza ikakufanya ukaweza kufanya kitu ambacho utakuja kujutia katika maisha yako. Kwa mfano nilikuwa na marafiki wengi, ambao marafiki hao walikuwa ni wana wapenzi wao, wana boyfriend zao. Na kwa sababu mimi nilikuwa nimekuzwa katika maisha ya kimungu, na nikawa ninaogopa wazazi, na pia nikawa ninaogopa aibu. Kwa hiyo nilikuwa ninajiweka katika grupu ya waliookoka, lakini nilikuwa sijaokoka. Nilitamani sana kuwa kama marafiki zangu, kwa sababu walikuwa na maboyfriend zao, ambao maboyfriend zao walikuwa wanawasaidia, walikuwa wanawafanyia kila kitu wanachohitaji. Kwa hivyo roho ya wivu ikaniingia, nikawa natamani kufanya kama wao, nikawa natamani kufanya kama vile wanafanya, ili na mimi niweze kupata kile wao wanachokipata. Lakini niliambulia patupu, maana kile ambacho wao wanapata mimi sikipati, na hapo nikajikuta nimetenda dhambi kwa sababu ya wivu, kutamani kufanya kama mwingine anavyofanya. Roho ya wivu inaweza kukufanya ukafanya jambo ambalo ukakuja kujutia. Wivu inakufanya unashindwa kuridhika na kidogo ulicho nacho. Roho ya wivu inakufanya unatamani vitu vikubwa ambavyo wewe mwenyewe hauna. Roho ya wivu inakufanya unapenda kuwa kama mwingine, na ile hali wewe mwenyewe Mungu hajakufikisha mahali pale. Kwa hivyo utakuwa unatamani maisha ya mwingine, utakuwa unatamani maisha ya jirani, maisha ya ndugu, maisha ya mtu fulani, kwa sababu unaona mahali ulipo hapako sawa. Hautakuwa na ule moyo wa kuridhika. Roho ya wivu inakunyima kutokuridhika. Kwa hivyo ni vizuri tuache wivu, ni vizuri kuridhika na kidogo ulicho nacho. Hata kama ni nini, ridhika na hicho ulicho nacho. Namshukuru Mungu, tangu nilipogundua roho ya wivu, ni Mungu amenisaidia, nimekuwa na moyo wa kuridhika. Hata kama sina kile na nakiona kwa rafiki yangu, sitakuwa na mtu wa kukitamani. Nitasimama kwa zamu yangu na kungojea kwa wakati wangu. Hata kama Mungu hajapenda mimi kuwa na kitu hicho, nitashukuru na kusema ni asante, nitaridhika, nitakuwa na amani moyoni mwangu. Sitakuwa na mtu au kupenda kuwa kama mtu fulani. Hapana, maana vile yeye halivyo, mimi sijui amefanya nini mpaka akakuwa nacho. Sijui ameenda wapi, amefanya nini. Huenda ikawa ameiba, huenda ikawa amedhulumu mtu, na mimi ninatamani kufanya vile yeye anafanya. Kwa hivyo roho ya wivu itakufanya unafanya jambo ambalo litamdhuru mwingine, ili wewe upate kitu hicho, ambayo haitakuwa ni sahihi wala haitampendeza Mungu. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa kuniondolea roho ya wivu, na hata wewe kwako inawezekana. Jitafakari, jiulize, je, ninaridhika na hali hii? Ninakuwa na amani na hali hii, ama ninatamani makubwa, au natamani kuwa kama mwenzangu? Unakuwa ni mtu unajiita kama mkutano vizuri, unamuomba Mungu, na pia bila maombi na kumtafuta Mungu, haiwezekani wewe kujijua kwamba wewe una wivu ama hauna. Lakini ukiwa mtu wa maombi na kumtafuta Mungu kwa bidii, inawezekana, na anaweza kukufunulia ukajua ni wapi ambapo bado haujaridhika, na Mungu ataweza kukubadilisha na utakuwa mtu mwingine wa kitofauti sana. Inawezekana kwa Mungu, inawezekana. Ni wewe ufanye uamuzi, ni wewe uamue leo na useme kuanzia leo nataka niishi maisha ya kumpendeza Mungu.